Tuelekee viwanjani ambapo uhaba wa viwanja vya mazoezi, kinadana kususia michezo na uchache wa mashabiki umetajwa kama kizingiti kikuu katika ukuaji wa ligi ya mpira wa vikapu almaarufu basketball katika kaunti hii ya Bungoma na Kenya kwa ujumla. Mwanahabari wetu wa michezo Bedaya Toweta alifanya mahojiano na baadhi ya wadau wa mchezo huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza na wanahabari katika shule ya upili ya wavulana ya Bungoma wakati wa mashindano ya mpira wa vikapu, wadau wa mchezo huo kiongozwa na Vivian Nafula ambaye ni mmoja wa viongozi wa ligi hiyo wameeleza kwamba wamekumbana na changamoto ya kuwapata kina dada, hali hiyo ikichangiwa na ukosefu wa miundombinu. Tukuweza kupata wasichana, tuko na hiyo challenge as Western region to come up with enough teams for ladies to compete as a league. But we are looking to solve it in a way that we include 2 ladies in every team. Pole tu wakishafika 5 tunawaseparate, wanakuwa na their own teams. Kila male team ikuwe na female team. If we had fields and access to them freely, I think the ladies would be able to train often, because even for example the grounds we stand at, it's a school ground. Before you get in you have to be checked and you change at the gate, hakuna changing room. Na wasichana ni watu wa mambo privacy. Ushirikiano baina ya ligi ya mpira wa vikapu na mashirika yasiyo ya kiserikali yanatarajiwa kuleta uhai kwa ligi hiyo, huku ujenzi wa viwanja ukipewa kipaumbele katika misimu zijazo. We had 8 teams in the course of the season. It has been a success. Only one team was a school team, Kamusinga, Friends School Kamusinga, which also played host for the Kimilili Conference. Conference ni mbili, upande wa Kimilili na upande wa Bungoma. Dai yetu kabisa ni uwanja na hii level ya nurture talent from a young age. The foundation is looking to build a court, a community court, that will help to tap these talents early and keep them enclosed in one place. Because when you can monitor them, you can actually grow and say, this is how far we've come and this is how far we want to go. Ligi ya mpira wa vikapu imesifiwa na wachezaji wa ligi ambao wamedokeza kuwa imewasaidia vijana kuepuka matumizi ya mihadarati, kando na kutoa ufadhili wa masomo walio na talanta. Vijana sahi hawajihusishi kwa mambo za huko nje, mambo mbaya. Unajua sisi vijana kama hatuna kitu ya kufanya, ni heri tukae mahali tupige vitu zetu hizi za boys na mambo kama hayo yanatuharibia. So and we try to like teach kids about basketball basically. And we also have scholarship programs if the kids are good enough, and then we can like apply scholarships for them because imekuwa ina run na sasa tumefika katika final season 11th, so sikose, so all the way from the teams from watu kutoka Cheptais Hunters wakiongozwa na Solo hadi watu wa Malaba wakiongozwa na kina Oba. My name is Patrick Opio. I am a basketball veteran, to say so. If not a legend, I've been playing basketball in Bungoma for the longest time, to say. Yeah. And this time around we have a very big tournament called Bungoma Basketball League, which is a blessing to the youths of this Bungoma. Nikiripotia meza ya habari ya spoti ya runinga Magharibi kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Bedaya Toweta. Mtazamaji, habari hizo za michezo ndizo zinatuhitimishia habari zetu za Magharibi ya asubuhi. Saa 7 mchana nitakuwa narejea hapa na taarifa zaidi. Jina langu ni Branford Namuri na kutakia asubuhi njema.